Bwana, nianzie hapa bwana, kile ambacho alikizungumza Ali Shaban Kamwe hapo jana na kusema ya kwamba dhahiri walitarajia kwamba leo huenda wangetangaza mchezaji, lakini kwa sababu ya Yanga Soccer School ndiyo ambayo walipisha hilo jambo liendelee, lakini muda wowote na saa yoyote mtarajie kupokea vyuma. Ni kiasi gani ambavyo mnatarajia kuona vyuma vipya vikishuka ndani ya mitaa ya Twiga na Jangwani? Kwanza mimi nasubiri nione. Nimemsikiliza msemaji wetu, amesema tajiri katika mwaka aliotumia hela, mwaka huu katumia hela nyingi sana. Kwa hiyo kama katumia hela nyingi sana, mbona anaanza kukuna kichwa? Sisi tunasubiri kuona, kwa sababu mimi ndo binadamu wa kwanza peke yake, shabiki wa Yanga, niliongea kuwa sisi tunahitaji klabu bingwa. Ndio. Sisi tunahitaji klabu bingwa. Na kama tunahitaji klabu bingwa, basi tuachane na wachezaji wa bei rahisi. Kama tutaachana na wachezaji wa bei rahisi, tutaenda kuitafuta grade 1 na 2, basi klabu bingwa tumeipata. Tukikosa basi tumecheza nusu fainali au fainali. Lakini kama tutaenda kuchukua wachezaji wa milioni 40, milioni 50, sijui 150, 200, tegemea yale ambaye tukifika robo fainali tunashangilia, wenzetu wakifika robo fainali wanalia. Ndio kuna tofauti. Sisi wa Tanzania tukifika robo fainali tunashangilia, wenzetu wakifika robo fainali wanalia. Si ushelewa? Kwa hiyo mimi hapa nasubiri tuone, na tukishaona wachezaji, kwa sababu wachezaji ukiona, maana wachezaji wa Kiafrika wanajulikana. 99% timu zetu za Tanzania zina tabia kuchukua wachezaji, utasikia anakuja hapa hajacheza huko anakotoka miezi 6. Sasa inabidi huko tuondoke. Huko inabidi kama kweli timu zetu za Simba na Yanga zinataka kwenda kucheza fainali ya klabu bingwa, shehe wangu, lazima hela itumike. Nikizungumzia grade 1 huwezi kwenda kupata kwa milioni 200. Grade 1 huwezi kwenda kupata kwa milioni 300. Ukizungumzia grade 1 pesa ndogo B5. Grade 1 pesa ndogo B5. Shehe wangu, tusipate tabu, kaangalie Mamelodi Sundowns. Ukisema Alende maana umehitaja grade 1, kaangalie bei yake ngapi kachukuliwa. B8. Mshahara anachukua ngapi? Na ndio maana unaona hakuna Mwarabu anataka kwenda kukutana na Mamelodi Sundowns. Hakuna. Ila ikifika hatua makundi, group stage, Waarabu wanatukimbilia sisi. Tusidanganyane, tuambiane ukweli. Tukifika hatua makundi, Waarabu sisi wanatukimbilia. Kila Mwarabu anataka awe kwenye kundi letu sisi, kwa Simba au Yanga, kwa sababu wanajua hawana quality ya kwenda kuamua mechi. Unajua hizi mechi za klabu bingwa kuna wakati ukifika mwalimu anaishiwa mipango, quality ndio inaenda kufanyaje? Kuamua. Sasa hizi quality inaenda kuamua. Sasa sisi kama tutaendelea kwenda kuchukua wachezaji wa kuokota, wachezaji huko washakuwa majeruhi, ndio waje kwenye ligi yetu waike. Maana nimesikia kuna tetesi hapa, Shalulile. Hivyo si ligi yetu inamtaji Shalulile kweli? Shalulile kashacheza. Yaani Mamelodi washamchoka, hata kuanza anzi. Sisi hapa nasikia hadi wachambuzi na washamwacha. Hapa wachambuzi wote wanaongea Shalulile hapa anacheza. Si tunaitaka ndoo kweli? Yaani ndoo zile, ujue kwa mfano sasa hivi mimi ningeona Chamana, ningesikia Simba na Yanga wanagombea Gilimugisha, ungeona jambo la maana na la msingi zaidi. Simba na Yanga wangekuwa wanagombea Gilimugisha. Simba na Yanga inagombea Fistoni Kalala Mayele. Hiyo ndio tunazungumzia grade 1. Ali akatupilia akasema hatujawahi kupeleka hata mazungumzo huko. Sahihi. Anapozungumza, ila kwenye grade 1 Gilimugisha mwezi kumwacha.
kwenye grade 1 Fiston Kalala Mayele huwezi kumwacha. Hawa wachezaji wa design hizi ndio sisi tunawataka kwenye ligi yetu sasa hivi. B13 kapokea kutoka kwa Al Hilal Tripoli B11. Nikwambie kitu kimoja, mpira sio ndoto. Uwote nitapata mafanikio. Mpira pesa. Ukizungumzia klabu bingwa inahitajika hela. Kama tajiri bahili klabu bingwa utasikia kwenye ndoto. Si ushanielewa? Kuelewa vizuri na. Kwa hiyo matajiri zetu watoboke. Matajiri zetu watoboke. Na nyie msimu ujao tunaweza tukaenda kushuhudia na nyie mnatoa vyuma kutoka Colombia kama alivyokuwa anafanya Azam FC. Maana ziko taarifa zinasema ya kwamba mmeingia kwenda kuvunja mikataba na watu, lakini pia vile vile wanatoka kwenye mataifa. Sasa nikishataja hapa mchezaji itakuwa nsharibu biashara ya klabu. Na ndio maana unaona Yanga sasa hivi wamekuwa wasili sana, kwa sababu miaka yote biashara wanafanya wachambuzi kuliko klabu. Sababu wachambuzi wanaanza kutangaza kabla klabu haijafanyaje, haijatangaza. Na ndio maana unaona Yanga waliwatia maboya hapa wachambuzi. Yanga akasema nataka Fadru, hadi nyinyi wote mkajua kabisa Yanga inamtaji nani? Fadru. Kumbe Yanga ana kocha mwingine kabisa, sababu ile kocha Yanga walimtangaza kasaini miezi mitatu nyuma, na usajili ukafanya yeye. Huu usajili kafanya yeye. Shehe wangu labda nikusimulie. Leo tarehe ngapi? Leo pasina shaka tarehe 16. Tarehe 16. Kuna baadhi ya wachezaji tayari wapo Dar es Salaam. Kuna baadhi ya wachezaji wapo tayari Dar es Salaam. Tarehe 20 Yanga wanaingia Aviki. Tarehe 21 geti likishafungwa haingii mtu, atoki mtu. Watu wanaenda kufanya shughuli yao. Si ushelewa? Kwa hiyo wana Yanga tusiwe na mashaka sana. Timu ipo. Inasemekana amemkimbia Simba Sports Club kwenye michuano ya Kagame. Ukisema sisi tumemkimbia Simba utakuwa unaonajisi mpira. Kwa sababu kombe la Kagame takribani hii mwaka wa 4 Yanga shiriki. Kombe la Kagame huu mwaka wa 4 Yanga shiriki. Mimi nawapongeza viongozi wa Yanga sababu kombe la Kagame mimi sioni faida yake. Hakuna faida. Ukishinda unaenda. Hauendi popote. Alafu kule yenyewe kule hata ukipigwa kadi hata klabu bingwa haitumiki. Lakini si ndio nyinyi ambao mlisema popote atakapokuwemo mai wenu na nyinyi mtamfuata nyuma. Kombe la Kagame FIFA walitambui. Kwa hiyo kombe la muungano analitambua. Hawalitambui. Kombe la muungano tumeenda kwa sababu muungano wetu tuwakilishe Tanzania. Hilo kombe la muungano ukichukua sasa umeenda kuchukua bakuli tu. Unaenda wapi? Kombe la muungano kama vile unafanya sherehe za muungano ndani ya ardhi ya Tanzania. Na Yanga ipo Tanzania. Si ushelewa? Kucheza kombe la muungano sahihi, maana sherehe za Tanzania. Hilo kombe la muungano ukichukua uende sehemu. Unaenda wapi? Hali kombe la muungano sasa kama kombe la Kagame. Unaenda wapi? Hauendi sehemu. Kwa hiyo Yanga ukosa kushiriki, hakuna mtu anani tutawalaumu shabiki. Wapo sahihi. Unaweza kwenda kombe la muungano la Kagame, ukaenda kule mchezaji akaja kuvunjika mguu kamkosa. Bora abaki Aviki, watu wafanye mazoezi, tutakuja kuonana tarehe 12. Bwana, mimi nataka nilizungumzie na hili ambalo amelizungumza Ali Shaban Kamwe kuhusiana na jezi. Pengine nataka kusikia kutoka kwenu mashabiki, mna hamu kiasi gani haswa ya kuiona jezi mpya klabu ya soka ya Young Africans? Kwanza sisi tunasubiri kwa hamu. Sisi tuna hamu ya kuvaa jezi kwa sababu mashabiki wa Yanga, amesema mwisho wa mwezi Ali Shaban Kamwe, mashabiki wa Yanga ndio wanaongoza kununua jezi zao. Si ushalewa? Kwa hiyo sisi tunasubiri jezi zitoke. Mimi na takriban watu wa 15 mpaka 20. Wote hao wanataka jezi, wanasubiria tu wakati. Kwa mfano kuna ndugu yangu Bidadi Mbeya Chunya anasubiri jezi, tajiri wa Bidadi Mbeya Chunya, tajiri wa migodi. Kuna mtu mmoja jana nimetoka kuongea naye GSM wa Chunya, naye anasubiri Wakatoro. Wakatoro wanasubiri jezi. Hao matajiri. Umeongea naye? GSM nimeongea naye. Wakatoro. Hawana shida. GSM Chunya, kuna GSM Wakatoro na kuna GSM Chunya. Ukizungumzia GSM Chunya, umeongea tajiri. Kawaulize mashabiki wa Yanga
walioenda Mwanza walienda kukutana na GSM wa Chunya, wakaona balaa lake. Sisi tunamwombea kwa Mwenyezi Mungu matajiri kama hawa, Mwenyezi Mungu awalinde, amlinde GSM wa Chunya, Mwenyezi Mungu amlinde Bidadi Chunya naye. Au unajua ukizungumza matajiri wengi wanatoka Chunya kwa sababu Chunya ndio kwenye migodi. Katoro vipi panaendeka? Katoro mimi siwezi kwenda, maana tajiri simjui, sidhani kama naye ananijua. Kwa hiyo mimi siwezi kumzungumzia tajiri ambaye simjui. Si ushaelewa? Siwezi kumzungumzia tajiri ambaye Geita Katoro panaendeka. Simjui huyo tajiri, hajawahi kunipigia simu na wala sijawahi kuonana naye. Mimi nazungumzia matajiri ambaye nishaonana nao na wananipigia simu. Nampongeza Bidadi, hela bi mkubwa ya hospitali imefika. Hao ndo matajiri nitawaongelea mimi. Kakaangu namtaja, hataki kutajwa jina, yupo Italia. Namwambia kaka, usiwe na shaka, ndugu yako nipo. Basi kila laheri ndugu yangu Nasoro. Kila laheri, nashukuru Mwenyezi Mungu, namsalimia na kakaangu Kawawa Marekani. Hakuna shaka tupo pamoja na wewe. Shukrani sana. Asante. Dakika 90 zinapofika mwisho, kelele zinapanda, hisia zinachangamka. Hapa ndipo kila kitu kinaamuliwa. Hii ni full time. Mchezo unaanza, unapanda na mwisho wake unaamua kila kitu. Full time ya Hot Peas.